Wapendwa wasikilizaji wa redio Tabora FM, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Jumamosi, tarehe 23 mwezi wa 3, 2024, juma la 5 la Kwaresma. Masomo ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka kitabu cha nabii Ezekieli, sura ya 37 aya 21 hadi 28, na Injili ya Mtakatifu Yohani sura ya 11 aya 45 hadi 57. Karibuni tusikilize somo la Injili. Wengi katika Wayahudi waliokuja kwa Maria na kuyaona yale aliyoyafanya Yesu wakamwamini. Lakini wengine wakaenda zao kwa Mafarisayo wakawaambia aliyoyafanya. Basi wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakakusanyika barazani wakasema, tumfanye nini? Maana mtu huyu afanya ishara nyingi. Tukimwacha hivi, watu wote watamwamini. Na Warumi watakuja, watatuondolea mahali petu na taifa letu. Mtu mmoja miongoni mwao, Kayafa, aliyekuwa kuhani mkuu mwaka ule, akawaambia, ninyi hamjui neno lolote, wala hamfikiri ya kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu, wala lisiangamie taifa zima. Na neno hilo yeye hakulisema kwa nafasi yake, bali kwa kuwa alikuwa kuhani mkuu mwaka ule, alitabiri ya kwamba Yesu atakufa kwa ajili ya taifa hilo. Wala si kwa ajili ya taifa hilo tu, lakini pamoja na hayo awakusanye watoto wa Mungu waliotawanyika ili wawe wamoja. Basi tangu siku ile walifanya shauri la kumuua. Kwa hiyo Yesu hakutembea tena kwa wazi katikati ya Wayahudi, bali alitoka huko akaenda karibu na jangwa mpaka mji uitwao Efraimu, akakaa huko pamoja na wanafunzi wake. Na Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu, na wengi wakakwea toka mashambani kwenda Yerusalemu kabla ya Pasaka ili wajitakase. Basi wao wakamtafuta Yesu, wakasemezana hali wamesimama hekaluni, mwaonaje? Haji kabisa sikukuu hii. Na wakuu wa makuhani na Mafarisayo walikuwa wametoa amri ya kwamba mtu wakimjua alipo alete habari ili wapate kumkamata. Neno la Bwana. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, sehemu ya Injili tuliyoisikia inaonyesha njama walizopanga makuhani na Mafarisayo za kumuua Yesu baada ya kumfufua Lazaro, kwa hofu ya kwamba Wayahudi watamwamini na kumfuata kutokana na ishara mbalimbali alizofanya. Pengine mimi na wewe tunaweza kujiuliza maswali, kwa nini hawa waliompinga Yesu walitaka afe? Sehemu hii ya Injili inatupa sababu kuu tatu kwa nini makuhani na Mafarisayo walimtaka Yesu afe. Kwanza kabisa ni kuhakikisha kuwa wanamzuia Yesu kuendelea kufanya miujiza. Makuhani na Mafarisayo wanapanga njama za kumuua Yesu ili watu wasiendelee kumwamini. Waliona njia pekee ya kumzuia ni kumuua, bila kujua kwamba kwa kufanya hivyo walikuwa wanasaidia mpango wa Mungu kutimia. Katika historia ya kanisa tunaona watu kadhaa waliojaribu kuzuia kazi ya Mungu kwa kuua, kukata vichwa au kuwachoma moto wa Kristo, kama hawa Wayahudi walivyofanya wakitaka kumuua Yesu. Lakini tunaona watu hawa wanapita, lakini kazi ya Kristo inaendelea. Kila mmoja ajiulize swali, je, ni mara ngapi amezuia kazi ya Mungu? Sababu ya pili ni kuzuia watu wasimwamini Kristo.
Katika aya ya 48 tunaona makuhani na mafarisayo wanaweka wazi kuwa kama wakimwacha Yesu, basi watu wote watamwamini na kumfuata. Ni wazi kwamba mafarisayo na makuhani hawakumwamini Yesu na hawakutaka watu wamwamini. Idadi kubwa ya Wayahudi waliokwisha kumwamini Yesu na wale ambao walikuwa wanaendelea kumwamini kutokana na miujiza aliyofanya ilikuwa tishio kwa mafarisayo. Wayahudi kumwamini Yesu ilimaanisha ya kwamba Yesu angepata umaarufu mkubwa na heshima ambayo hapo awali makuhani na mafarisayo ndio waliokuwa wanapewa. Kila mmoja ajiulize swali, je, ni mara ngapi tunaona wivu pale tunapoona wenzetu wanafanikiwa? Sababu ya tatu ni kuzuia kuharibiwa kwa Israeli. Makuhani na mafarisayo baada ya kuona idadi kubwa ya watu wanamwamini Yesu walishikwa na hofu kuwa Warumi wangekuja kutawala taifa lao. Walidhani kuwa Yesu angechukua nafasi zao za kisiasa bila kujua Yesu hakuwa na malengo yoyote ya kisiasa. Hivyo walipanga kumwangamiza haraka iwezekanavyo ili kuepusha idadi kubwa zaidi ya watu kumwamini Yesu. Makuhani na mafarisayo walidhani kuwa kwa kumuua Yesu kungezuia taifa lao kuharibiwa. Lakini hata hivyo, miaka 40 tu baada ya Yesu kufa, Warumi walivamia taifa la Israeli na kuliharibu kila kitu. Wapendwa taifa la Mungu, pamoja na nia na mipango miovu ya makuhani na mafarisayo ya kumuua Yesu, kwetu sisi kama Wakristo, kifo cha Yesu kina faida zifuatazo. Kwanza kabisa, ilikuwa ni kutimiza mpango wa Mungu. Katika somo letu tumemsikia aliyekuwa kuhani mkuu akitoa unabii kuwa Yesu atakufa. Kayafa alitoa unabii huu sio kwa nia njema, bali kwa sababu za kisiasa zaidi. Unabii huu unaonyesha ni jinsi gani kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo kilikuwa kwenye mpango wa Mwenyezi Mungu na ilimpasa Yesu kufa ili mpango huo utimie. Mpango huo wa Mwenyezi Mungu ni kutukomboa sisi binadamu wote katika utumwa wa dhambi. Pili, ni kumkomboa mwanadamu ili apate uzima wa milele. Kuhani mkuu Kayafa katika somo tulilosikia anasema, yafaa mtu mmoja kufa kwa ajili ya wengi, akimaanisha kwamba yafaa Yesu kufa ili taifa lao lisiharibiwe. Kwetu sisi wa Kristo, kifo cha mtu huyu mmoja, yaani Yesu Kristo, kimetuletea wokovu kwa kutukomboa kutoka katika utumwa wa dhambi. Jinsi dhambi ilivyokuja ulimwenguni kutokana na kosa la mtu mmoja, vivyo hivyo kwa kupitia mtu huyu mmoja ambaye Kayafa alitabiri kuwa yafaa kufa kwa ajili ya wengi, anatukomboa kutoka mauti ya milele. Pia kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo ni habari njema kwetu, kwani kimewakomboa sio tu wale wa Israeli, bali wale waliomwamini na watu wote wa mataifa. Kifo cha Yesu kimetukusanya pamoja kama watoto wa Mungu bila kujali utaifa, ukabila au rangi. Wapendwa taifa la Mungu, tafakari hii ituache na maswali kwamba nasi tunaangukia upande upi? Je, tunamwamini kama wale Wayahudi wachache waliomwamini, au tunapambana kama ilivyokuwa kwa makuhani na mafarisayo kupinga neno la Mungu? Majibu haya ya maswali haya yanajibiwa na matendo yetu ya kila siku. Tunapotarajia kuanza Juma Kuu kesho, juma la mateso, kifo na ufufuko wa Yesu Kristo, tumombe Mwenyezi Mungu atuongezee imani ili tuweze kumwamini Yesu Kristo pamoja na neno lake. Tafakari hii imeleta kwenu na Frate Primi Shukuru wa Jimbo Katoliki Moshi, mwaka wa 3
katika seminari ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala. Tumsifu Yesu Kristo.